Nimepita kwenye peji za YouTube za wasanii wa muziki wa Injili. Na katika peji hizo nimekutana na kitu ambacho kimenifanya nifahamu thamani ya Mama Rose Muhando, msanii ambaye aliwika enzi hizo na bado anaendelea kuwa mfalme wa wanamuziki wote wa dini nchini Tanzania. Na hii ni kutokana na sababu kubwa ya muhimu. Mwanamuziki ili uwe mkubwa, basi muziki wako ukuingizie fedha na watu wakutazame kweli kweli. Hata kwa miaka hii ya karibuni ambayo wasanii wa dini wapya kama Joel Lwaga, lakini pia Paul Clement na wengine wenzao kama wakina Goodluck Gozbert, lakini bado Rose Muhando anaendelea kushika nafasi ya kwanza kwa wasanii wanaoongoza kwa kutazamwa zaidi Tanzania na Afrika Mashariki, akishikilia nafasi ya kwanza kwa Tanzania. Ukipita kwenye YouTube yake utakuta yeye ndiye msanii ambaye ana wafuasi wengi kweli kweli, wafuasi wapatao 1,400,000, lakini pia ametazamwa mara 1,176,235,555. Mwenzie Christina Shusho ambaye yeye anashika nafasi ya pili kwa wanamuziki waliotazamwa sana wa dini, ambaye ana wafuasi 885,000 katika mtandao wake wa YouTube, lakini pia ametazamwa mara 1,440,486,504. Anayefuata pia ni Bahati Bukuku, lakini ilibidi afuate Goodluck Gozbert kwa viewers alizozipata wakati ana chaneli yake ya Goodluck Gozbert. Lakini chaneli hiyo inaonekana Goodluck Gozbert kwa sasa haitumii tena, anatumia Goodluck Ministry. Lakini kama angekuwa anatumia Goodluck Gozbert, ilibidi awe msanii wa tatu kwa wasanii wenye viewers wengi nchini YouTube, kutazamwa kwa viewers 1,127,783,918. Utashangazwa kuona msanii Joel Lwaga hadi sasa bado hata kidogo hajamfikia Rose Muhando, kwani yeye ana viewers 1,74,194,073. Nikupe kidogo historia ya Rose Muhando. Anajulikana kama Rose Muhando. Alizaliwa Dumila, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, nchini Tanzania mwaka 1976. Ni msanii wa muziki wa Injili katika lugha ya Kiswahili, maarufu kama malkia wa nyimbo za kiinjili katika kanda ya Afrika Mashariki. Rose, ambaye alikuwa muumini wa dini ya Kiislamu, ni mama wa watoto watatu. Mama huyu alidai kuwa akiwa na umri wa miaka 9 alipata maono ya Yesu Kristo akiwa amelazwa. Aliteseka kwa muda wa miaka 3 na baada ya hapo alipona na kubadili dini na kuwa Mkristo. Alianza fani yake ya muziki kama mwalimu wa kwaya ya Mtakatifu Maria katika kanisa la Anglikana la Chimuri mkoani Dodoma. Tarehe 31 Januari mwaka 2005, Rose Muhando alipata tuzo ya mtunzi bora, mwimbaji bora na tuzo ya msanii mwenye album bora ya mwaka wakati wa tamasha la tuzo za kiinjili la mwaka 2004. Mnamo Disemba 2005 alishiriki katika tamasha la kiinjili ili kusaidia kutafuta fedha kwa ajili ya kituo cha watoto yatima cha Dar es Salaam. Mnamo Februari 2011, Rose alikuwa msanii wa kwanza wa kiinjili wa Tanzania kushinda mkataba wa kurekodi na kampuni ya muziki ya Sony, mkataba wa kipekee kwa Afrika ya Mashariki. Baada ya kupotea kwa tasnia kwa miaka kama 5, amerudi tena na albamu ya muziki mpya ya Secret Agenda Disemba 2022 yenye nyimbo zinazobamba kama Secret Agenda na kama Mbaya Mbaya. Ana album zipatazo 11: Kitimutimu, Uwe Macho ya mwaka 2004,
Jipange Sawasawa ya mwaka 2008, Mteule, Uwe Macho ya mwaka 2004 ambayo nimekutajia hapo nyuma, Nyota ya Ajabu 2011, Utamu wa Yesu 2012, Mungu Anacheka 2015, Nampenda Yesu 2017, Jitenge na Lutu 2017, Kamata Pindo la Yesu 2018 na Secret Agenda ya mwaka 2022. Mnamo mwaka 2005 tuzo ya muziki Tanzania mwimbaji bora wa kike na wimbo wa dini, Mteule, Uwe Macho. Mwaka 2009 tuzo za mwimbaji bora wa nyimbo za Injili Tanzania, Rose Muhando mwimbaji bora wa Tanzania alizawadiwa shilingi 200,000 na shirika la utangazaji la TBC chini ya mwavuli wa wimbo wake wa Nibebe. 2008 Kenya tuzo za Groove msanii bora wa kike wa Injili barani Afrika. Kenya walimpa tuzo hiyo.